Yes, Young Africans walitambulisha namba 6 wa awali ambaye alikuwa ni kiungo wa chini kwa maana kiungo mkabaji ambaye atakwenda kutumikia katika klabu ya Young Africans katika msimu wa 2026-2027. Katika yule mchezaji hatakuwahi kukaa na kumwangalia kitaalam zaidi ni kitu gani hasa ambacho anaweza akawa nacho, ila niko hapa kwa ajili ya kuhakikisha kwamba kuzungumza kwamba ni namna gani ambavyo atakwenda kuisaidia Young Africans chini ya Mwalimu Mankoba, lakini pia kitu gani kinakwenda kuongezeka katika safu ya kiungo ya Young Africans kutokana na ujio wake. Si mwingine ila ni Fred Duval Ngoma kutoka katika klabu ya Olympique de Safi. Kwanza, kati ya miongoni mwa vitu ambavyo tunavizungumza kwa Fred Duval Ngoma ni muonekano wake akiwa ni kipande cha mtu kweli kweli, kwa maana ni mchezaji ambaye amekwenda hewani, lakini pia mchezaji ambaye ana mwili kidogo, kwa maana ya kwamba ukimwangalia ana umbile lile la kiuchezaji. Nafasi anayocheza ni kiungo mkabaji kwa maana ya center defensive midfield. Kati ya miongoni mwa sifa zake kubwa ni pamoja na kuchezea mpira, si tu kiungo wa kukaba kama ambavyo imezoeleka kuona tunakuwa na wachezaji ambao kazi yao inakuwa kiwanjani yeye ni kukaba tu alafu kuna mwingine ambaye anachezesha timu. Ila kwa Fred Duval Ngoma, moja kati ya vitu ambavyo amekuwa ni vya kipekee ni mchezaji ambaye anacheza kiungo cha chini kwa maana kiungo mkabaji, lakini baadaye pia anaweza akaoperate vizuri katika eneo la passing, kwa maana ni mchezaji mwenye uwezo, mwenye ana pass ability kubwa sana katika kufanya timu inasogea katikati ya kiwanja. Moja kati ya vitu bora ambavyo unaviona kwa Fred Duval Ngoma, moja kati ya vitu bora ni experience yake, kwa maana ya experience yake kutoka pale kutoka katika Jamhuri ya Kongo kwa maana ya CS La Mancha, lakini pia AS Otoho kwenye klabu ya Otoho kule, lakini pia akipita Al Ittihad kule Libya, kwa maana experience yake ni very superb, ambayo inaonyesha kwamba ni mchezaji mwenye composure hali ya juu na anajua ni namna gani ya kucheza michezo mbalimbali, akiwa anamalizia pale Olympique de Safi na hivi sasa akiwa kama mchezaji wa Young Africans. Moja kati ya vitu vyake bora ni pamoja na kuwa na ability ya kupasia, lakini pia position awareness, kwa maana ni mchezaji ambaye anajua ni kitu gani ambacho anakifanya, ni mchezaji ambaye anajua wakati gani niwe sehemu gani, lakini pia sehemu nyingine ambayo anaweza kuwa nayo, sehemu ambayo napaswa kuwa endapo wenzangu wanakuwa katika maeneo fulani ni sehemu gani, kwa maana position awareness. Kitu bora kwa Fred Duval Ngoma ni pamoja na uwezo wake wa kuwa anabadilika katikati ya kiwanja, kwa maana anaweza akahudumu katika position tofauti, ni versatile player. Anaweza akahudumu katika dimba la chini, lakini pia dimba la kati, hata mlinzi wa kati pia. Hicho ni kitu cha kipekee ambacho amebarikiwa Fred Duval Ngoma. Katika sifa zake zote hizi, kuwa na experience kubwa, kwa maana ya kuwa na uwezo kuwa na composure kubwa, kuwa na uwezo wa kumiliki tempo ya mchezo kama mchezaji wa kiungo wa chini, kwa maana ya holding midfield, ni kitu gani ambacho anakwenda kuisaidia Young Africans. Kwanza play style yake, kwanza na aina ya mwalimu ambaye anapatikana pale Young Africans, kwa maana Mankoba Makisi ni watu ambao wamekuwa wakifanana katika aina ya kiuchezaji. Falsafa za mwalimu ni passing play style, lakini pia mchezaji anacheza passing play style pia, kwa maana ya kwamba ni mchezaji anayeenjoy kulicheza boli, si tu katika kukaba kama ambavyo tumekuwa tukishuhudia wachezaji wengine waliokuwa wakipita Yanga baada ya Khalid Aucho kuondoka, kwamba kazi yake ni kukaba tu. Kitu bora ambacho anakwenda kukiongeza, kwa sababu ana sifa za deep laying playmaker, kwa maana ya anaweza akaanza yeye kuwa mzalishaji kwenye upande wa kuanza kwenda kushambulia na mwisho wa siku akafanya kitu kikubwa kwa Young Africans. Je, Mwalimu Mankoba atakwenda kumtumia vipi? Mwalimu Mankoba kuna namna ambavyo anaweza akamtumia kupitia formations zake mbili ambazo amekuwa akizihusudu, ambao mojawapo ikiwa ni 4-3-3, ambapo anaweza akamtumia pia kama holding midfield ambaye atacheza single pivot chini na viungo wakati wawili ambao wamekuwa wanaweza akawa na hudumu pale, lakini pia katika 4-2-3-1 anaweza akahudumu pia kama mchezaji ambaye anaweza akacheza double pivot na mchezaji mwingine, kwa sababu pia anaweza akatoa pia huduma katika kiungo wakati, lakini pia akafanya yale makubwa ambayo amekuwa akiyafanya huko katika vilabu kama Al Ittihad, Olympique de Safi na CS La Mancha na klabu nyingine ambazo wamewahi kupita hapo awali. Kitu bora ambacho nakiona kwa huu sajili wa Young Africans kwa Fred Duval Ngoma ni kwamba moja kati ya viungo bora ambao wamekuwa wakihudumu vizuri katika maeneo ya ulinzi, jina la Fred Duval Ngoma halikosi katika top 10, kwa maana ya wale viungo bora ambao tumekuwa tukiwazungumza, viungo bora wa ukabaji ambao anaweza akawa kama deep laying, na sifa za deep laying midfield, kwa maana ya ana uwezo akachukua mali akaskani akajua kwamba ni wakati gani nipeleke mali wapi, ana uwezo wa kupiga short passes, lakini pia long pass, kwa maana zile side to side ball, kitaalamu mwingine anaita diagonal pass, kwa na pasi zinazo cross katikati ya kiwanja. So
Duval Ngoma kwa kuwa na uwezo wa kufanya hivyo vitu, tayari tunaona wazi kabisa katika zile falsafa za Mwalimu Mankoba anakwenda kumsaidia, kwa sababu ni kiungo ambaye hata kuofa tu katika kukaba, hata kuofa tu katika kucheza peke yake, atakofa katika kukaba na kucheza. Lakini ana advantage moja ya umbile kubwa, ambalo pia ni mchezaji ambaye amekwenda hewani, kwa maana ya wakati timu inashambuliwa anaweza akakupa advantage kwa maana ya aerial duels, kwa maana mipira ya juu anaweza akawa na win, lakini pia katika mipira ya chini kwa maana ground duels anaweza akawa na win. Ni mzuri kwenye tako pia, kwa maana ni kiungo ulinzi, ni disconnector mzuri, lakini pia ni kiungo ambaye anaweza akachezesha. So kwa upande wa Mwalimu Mankoba anaweza akapata faida kwa Fred Duval Ngoma kutokana na kuendana kifalsafa, lakini pia hata namna ambavyo Fred Duval Ngoma amekuwa akioperate katikati ya kiwanja. Tunazungumzia wachezaji ambao wana uwezo wa kutuliza tempo ya mchezo, akaamua kabisa kwamba hivi sasa tuweze kushambulia, walikuwa ni wachache sana. Tunamzungumzia hapa mchezaji kama Toni Kroos ambaye alikuwa na uwezo wa kupasia, lakini pia kwenye upande wa kuzuia alikuwa anakupa kitu bora pia. Kwa maana ya tunapomzungumzia Fred Duval Ngoma pia namna ya kucheza kwake, si mchezaji tu anayehusudu kukaba tu, mimi nikabe tu mpaka mwisho, hapana. Ni mchezaji pia ambaye anahusudu katika kucheza, ni mchezaji anayejua kupasia, anajua kupiga mipira mirefu ili kuweza kuhakikisha kwamba anaisaidia timu katika kushambulia na kuzuia pia. Hizi sifa alizonazo Fred Duval Ngoma, Yanga anakwenda kunufaika katika ulinzi na eneo la ushambuliaji, endapo atatumia 4-3-3 na hata pia 4-2-3-1. Uwiano katika kiungo cha Young Africans namna gani unakwenda kuwa? Tunashuhudia kwamba Young Africans kuna baadhi ya viungo kama Mudathir Yahya basi yupo pia Duke Oga Abuya ambaye anaweza kuoperate pia katika dimba la chini, lakini pia tunaenda mbali mpaka kwa mchezaji mwingine kama Maxim Pia Nzengeli ambaye eneo lake la asili ni kiungo wakati, kwa maana ya maeneo mengine alikuwa akitumika na walimu kwa sababu nyingine ambazo zinatokea kwamba katikati kuna watu bora ambao wanaweza akafanya, lakini nafasi yake inaonekana kucheza pembeni. So uwiano unakwenda kuwa mzuri, kwa sababu tunazungumzia hivi sasa performance ya Duke Oga Abuya inatambulika, lakini pia Mudathir Yahya basi anatambulika ubora wake, Maxim Pia Nzengeli ubora wake unatambulika katika kusafa katikati ya kiwanja. Uwiano wa kikosi cha Young Africans katika safu ya kiungo unaona wazi kabisa, ikionekana kwamba wamedhamiria kujizatiti kweli kweli katika kuhakikisha kwamba wanakuwa na safu imara yenye wachezaji wengi wasiopishana ubora kwa kiasi kikubwa. Fred Duval Ngoma ametoa Young Africans. Kitu kikubwa ambacho tunakiona ni kwamba Fred ni mtu ambaye amekwenda kuongeza strengths, lakini pia na ubora katika ile safu. Young Africans kwa msimu huu naona wameamua kumaliza hivyo. Zipo tetesi nyingine na rumors mbalimbali ambazo wamekuwa wakitaja wachezaji wengine ambao wamesalia kuingia katika kikosi cha Young Africans, ni maingizo mapya ambayo wamekuwa wametajwa, lakini kwa Fred Duval Ngoma huo ndio ubora wake na namna ambavyo amekuwa akicheza. Ni mchezaji ambaye anamfahamu Mwalimu Mankoba Mankis. Afanikiwe ama asifanikiwe, Fred ubora wake uko pale pale, na kuna asilimia nyingi sana ambazo tunatoa kwa tukimwangalia kama mchezaji za kuweza kufanikiwa. Binafsi yangu mimi natoa 70, sijui utatoa ngapi? Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho.